Watu saizi wameanza kelele, sijui dhahabu, sijui nini, dhahabu. Ila hawa wapinzani mwisho wa siku huwa hawaelewi. Upinzani wa nchi hii hauna ajenda. Wao wanaenda na biti tu, mdundo. Si ndio jamani? Upinzani wa nchi hii hawajielewi. Hawana ajenda. Sasa watu wache sisi wenye ajenda za nchi hii tuongoze nchi. Mfano 2017 wakati Dr. John Pombe Joseph Magufuli anawasilisha hati ya dharura kuhusu madini, mikataba ya madini, walisema nchi yetu inauzwa. Walipiga kelele, wakasema tutashtakiwa. Lakini Dr. John Pombe Joseph Magufuli alisimama kidete, na wabunge wa wakati huo walisimama imara. Na uzuri, mbunge wa jimbo hili wakati huo alikuwa ndo mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini, Doto Mashaka Biteko. Walisimama kidete na kusema wanakwenda kuikomboa nchi yetu. Tukaanza. Wakati huo nchi ilikuwa hatuna akiba ya dhahabu hata robo, hata kidogo, hata punje. Tulikuwa hatuna akiba ya dhahabu. Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli akaanzisha utaratibu wa Watanzania kunufaika na madini yao. Mungu akamchukua Dr. John Pombe Magufuli, akaingia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu CCM tuna utaratibu wa kulisi yale ambayo yametangulia, Mheshimiwa Rais akaanzisha. Mheshimiwa Rais yeye akaenda mbali zaidi, akaielekeza BOT, Benki Kuu ya Tanzania, kwanza kununua dhahabu. Mawazo ya kwake mwenyewe. Wapinzani kumbuka walituambia kwamba tutashtakiwa na tutafungwa. Mheshimiwa Rais kanunua dhahabu. Leo nchi ina akiba kubwa ya dhahabu. Wapinzani tena wameanza kupiga kelele. CCM oye! Hawa waliotuambia tutashtakiwa haiwezekani, leo wanaanza kushahadia dhahabu zetu. CCM oye! Sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita tunamwambia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tuna imani naye, tunamwamini, tuna hakika hawezi kutupeleka pabaya. Dhahabu alianza kununua yeye, na ninaamini atatuongoza vilivyo. CCM oye! Hatuna wasiwasi na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tumuombe tu mama yetu, hawa wanaopiga kelele asiwasikilize. Tuko kwenye njia sahihi. Kwanza tuna manufaa makubwa. Toka ameanza kununua dhahabu hii Mheshimiwa Rais, tumeona hata dola imeimarika, shilingi yetu imeimarika, dola imeshuka. Dola ilikuwa imefika hadi 2800. Uagizaji wa bidhaa ulikuwa ni wa gharama kubwa, lakini sasa shilingi yetu imeendelea nafanya nini? Inaimarika. CCM oye! Kwa hiyo wapinzani watafute ajenda, wasidandie ajenda. Ajenda ya ununuzi wa dhahabu ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tunaridhika nayo. CCM oye! Kama ulivyosema kwamba vijana wa Bukombe tunamuunga mkono Dr. Samia, waziri mkuu na serikali yake, tutaisikiliza na tutasikiliza na tutasikiliza na tutasikiliza. Narudia tena alivyosema mgeni rasmi, vijana wa Bukombe tunamuunga mkono Dr. Samia, makamu wa rais, waziri mkuu na serikali yake yote. Kwa jina naitwa Zaituni Ali Maganga, ni katibu wa kata ya umoja wa vijana. Sisi kama vijana wa wilaya ya Bukombe, tamko la mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Geita tunakubaliana nalo la kuendelea kumuunga Rais wa Jamhuri ya Muungano na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Na sisi kama kata ya Uyovu tunakubaliana kuendelea kuunga juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa awamu hii ya 6. Kwa majina naitwa Emmanuel Gishimba Baruye, ni katibu wa umoja wa vijana toka kata ya Katome, vile ni mjumbe wa baraza la vijana la wilaya. Mimi binafsi napongeza na nashukuru kwa maadhimisho haya ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama na pia wiki ya vijana. Mimi binafsi na kila sababu ya kujivunia ndani ya Chama cha Mapinduzi na kwa serikali yangu, kwa sababu sisi kama vijana tunaendelea kuona vitu mbalimbali ambavyo serikali yetu inavifanya tena kwenye mazingira ya maeneo yetu.